Hi guys, hope mko poa. Mimi niko salama. My name is Joy, Kenyan working in Saudi Arabia. First nataka kuwashukuru sana for supporting me by subscribing, your comments, like and shares. Woo! Over 1,000 subscribers within 1 month. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you from the bottom of my heart. I say thank you for the support. Thank you for the love. Thank you so much. Nawapenda tu sana. Endeleeni kusubscribe. Tuendelee kusaidiana hivyo. So, today guys, I want to talk about our rights in Arab country. We have our rights. Watu wengine wanasemanga tukiwa hapa hatuna right ya kujiongea ama ya kusema anything, but we do have our rights. Continue subscribing to my YouTube channel. Stay tuned. Nawapenda. So guys, leo na shoot video nikiwa nje. Nimeamua leo nikae hapa nje. The weather is so good. Hakuna joto vile kulikuwa kuna joto, kabaridi kanaingia pole pole tu, baridi imeanza kuingia. And for those who don't know, I do gospel music. Niko na YouTube channel ingine najiita Joyce wa Collins. Just go there, watch my music and subscribe there. I have 2 songs. Moja naimbanga Kerero negyo tuko roshine nege keno dumaya tumana uderino ryoka itige gokua goro kana korone hinya wanawe hokaga iwe ni ogoderema nego kwagira nego godereruka wanawe hokaga iwe ni ogoderema. Yeah. Another one. Wanye dire onaita kobe naitare toka goko deno oketa gora gatagate kaikena okedua mwana waku na okedua mwana waku kukugosha gokumia kuparari. Enda kwa hiyo YouTube, search Joyce wa Collins. Utanipata huko with my music. Support me by subscribing. Nitafurahi sana. So guys, we talk about our rights here in Arab country, because watu wengi wanadhani that we don't have our rights, but we do. We do have our rights. Unapata wasichana wengine huku wanateseka, mtu anateswa, anafinyiliwa na Mwarabu ati juu hawezi jiongea. Ati anaona ni kama hana right ya kusema no. Vitu zingine Mwarabu anakufanyia unaona ni kama amekufanyia favor, but it's not a favor, it's your right. Tuseme kitu kama ukigonjeka, do you know that it is your right to be taken to hospital? It's not a favor to be taken to hospital, it's your right. Na sometimes watu hutufinyilia sana kwa hizo rights zetu. Na ndio maana unapatanga tukigonjeka wanatupea panadol, anakufinyiria. Na hiyo ni right yako kupeleka hospitali upate matibabu. The second thing, every end month unafaa kwenda kutuma pesa kwa watu wenu. Kama wewe unatumanga pesa, kama uko na your family that you are supporting, your children, your parents that you are supporting, it is your right kwenda kutuma pesa every end month. Na kama sio wewe unaendanga bank, kama hakupelekangi bank, yeye mwenyewe anaenda kutuma, it is your right every month awe anakutumia pesa home. It is your right. Na usikubali ati juu alikufungulia account huku akae na ATM yako. Can you imagine like 1 month ago niliongea na demu mwingine. Alikuwa na shida, alikuwa anateswa.
Na yale mambo yenye nilimwambia afanye ndivyo alifanya, na boss wake wakatulia na wakawa sasa wazuri. Huyo dem aliniambia yeye analipangwa na amefunguliwa hadi account, but ATM yake inakaa na boss wake. How? That is like ulipe mtu mshahara alafu mwambie shika hii uniweke. Akuwekee pesa yako na amekulipa. Sio ni kama hajakulipa. So unafaa kukaa na ATM yako wewe mwenyewe. ATM sio ikama anaweza kaa nayo. Hiyo haina shida, but ATM, your ATM, hiyo unastahili kukaa nayo wewe mwenyewe. Juu hiyo ni salary yako. Na uko na right ya kuitisha ATM yako wewe mwenyewe ujiweke. Na pia hata ukilipwa pesa huku, hata kama unatumanga pesa home, acha kutuma pesa yote. Jiweke hata kama ni 100 ama 50 bob ama 200. That in case kikiumana ufike ni kuhepa, and get me right here. Siambii watu wahepe job. But kuna time inafikanga unaona uwezi vumilia, unaona uhepe. At least hata kikiumana utakuwa na pesa yako umejiwekea. Unaweza toka uchukue taxi na uende. Jiwekea hata kama ni 100 huku. So the third thing, you have right to say no. Wakati boss wako anakuambia uende ukafanye kazi nyumba nyingine. Wasichana wengi sana wamekuja huku, wameteseka. Ati nikisema hapana labda atanichapa. Juu maybe akiwa Kenya alisikia ati Waarabu wanachapanga watu. No, you have right to say no. Unapatanga maybe ni Friday, anakuambia ati ufanye kazi haraka haraka kwa nyumba yake. Ikifika saa 9 hivi ndio hiyo. Unaambiwa uchukue abaya mtoke muende. Mnaenda kwa mama yake. Ukifika kwa mama yake hivi unapatiwa vitu za kuosha choo. Unaambiwa enda usugue choo. Ukimaliza kusugua choo, enda usugue kitchen. Enda uoshe vyombo. Enda upanguze fridge yote. By the time wao wamemaliza kukunywa chai na gaho na kuongea nini 4 hours 5 hours, wewe umesugua hiyo nyumba yote imeng'ara. Na bosi yako akikupeleka huko, mkienda na yeye huko kwa mama yake, alikuwa tu anajua wewe unaenda huko kufanya kazi. Juu hakuna mfanyikazi. My friend, you have a right to say no. Siendi. Kama mmeenda huko kutembea na ni ile kupenda yako, umepata vyombo kitchen ni chafu, wewe unataka mwenyewe kuosha, hiyo haina shida. But si ya kutoe huko kwake akijua ati anaenda kukupeleka kwa mama yake ama kwa msichana wake mwenye ameolewa, ndivyo uende ukafanya kazi juu kunanga msichana mwingine. Unapatanga wasichana wengine every Friday lazima apelekwe kwa mama ya boss, aende akafanye kazi huko, ama kwa msichana wa boss aende akafanye kazi huko. Uko na right ya kusema no, siendi. Na hakuna kitu anaweza kukufanyia ukimwambia uendi. Na ukiona amezidi sana mwambie basi nipeleke kwa ofisi. Twende kwa ofisi basi, juu mimi siwezi fanya kazi nyumba mbili. Au kusign contract ya nyumba mbili. Ulisaini ya nyumba moja. Unapata wengine wanateseka, wanateswa. Juu haezi jiongea. Juu anadhani we as long as umekuja huku, sasa uko kwa boss yako, that you don't have right. You have your rights. You have your right to talk to your kids kwa simu. Ukitaka kuongea na watoto wako, unaongea na watoto wako. Unapatanga watu wengine unaambiwa ati huwezi kuwa na simu. Hawawezi kukubalisha ukuwe na simu. Kwa nini? Si ako na simu. Si amenunulia hadi watoto wake simu, mtoto wa miaka 3, mtoto wa miaka 4 ako na simu. Na wewe uko mbali sana na familia yako. Mbona anakutesa? Hiyo simu ndio inakupeanga company kwa hii nyumba. Wewe uko too lonely. Wao wako kwa sitting room wanacheka, wanaongea stories zao. Wewe utakaa hivi lonely. Hizi simu ndizo zitatupeanga company huku. Ukitaka kuongea na watoto wako uongee na wao. Yeye anaweza kaa hivyo vyote bila kuongea na watoto wake ama mbali na watoto wake. Ni haki yako. Uongee na familia yako, uongee na watoto wako. Asianze kukwambia ati hufai kuongea na watu wenu. That's too bad. It's your right. Jua rights zako. Usikubali kufinyiliwa sana. Usikubali hata kidogo.
Ni right yako ukichoka upumzike. Si ya kufanyisha kazi, anakufanyisha kazi, anakufanyisha kazi, upati hata time ya kupumzika hata kidogo. Unaweza jifanya kazi continuous bila kupumzika hata kidogo. Unastahili sometimes kupumzika. Unastahili kupumzika. Unastahili kukula vizuri. Acha kuona Mwarabu atijua amekupea chakula ni kama amekufanyia favor. It's your right to eat. Hiyo ni haki yako. Unastahili kukula. Unawezaje fanya kazi bila kukula? Na mimi msinichukulie vibaya. Kuna watu wananitusi kwa comments. Kuna watu wananiongelesha vibaya, but I'm okay with that. Positive and negative comments, I'm okay with them. They are all welcome in my channel. But mimi sijasema Mwarabu ni mbaya na sijasema Mwarabu ni mzuri. Kuna wazuri na kuna wabaya. Na pia sisi Kenyans wenye tuko huku Saudia, kuna wenye ni wazuri wasichana na kuna wenye ni wabaya. Kuna wenye hawatakangi kuambiwa kitu. Na pia kuna wazuri. Na sio sisi peke yetu, the whole world. Watu hawafanani, kuna wazuri na kuna wabaya. Mimi najaribu tu kusaidia watu. Kusaidia wasichana, wasiteseke. Mtu asikubali kuteseka kama amenyamaza tu. Utateseka mwisho utakufa. Nilikwambia tena kwa hiyo video nyingine, utakufa. Mwarabu ataleta mtu mwingine na kazi kwake itaendelea kama kawaida. Juu wewe uliamua kunyamaza, uligonjeka ukanyamaza, juu unaogopa kuongea. Ati ukiongea sijui atakuchapa, sijui atakutesa, sijui atakunyima chakula. Hakuna kitu kama hiyo. You have right to express yourself. You have right to talk. Hata ukiona anakufinyilia, you have right to say, ai, hapana, hapa haunipeleki vizuri, hapa unanifinyilia. Hapa sifai kufanya hivi, sifai kufanya hivi, hii si kazi yangu. You have right to say so. Usikubali kupelekwa kwa mama yake ama kwa msichana wake uende ukafanye kazi huko. No, sio vizuri hata kidogo. Kama wewe ni kupenda kwako mkienda kutembea huko ufanye kazi, it's well and good. But si ati every week kuna siku yenye anakuanga ikifika saa 9 saa 10 hivi mnaenda huko, unaenda kama umeanza kufanyishwa kazi. Mimi hadi wakienda safari nilikataa, nilikuwa naachwa kwa jirani. Hii nyumba ingine next. Na hiyo nyumba hainaka mfanyikazi. By the time wanarudi kutoka safari wamemaliza siku 4 siku 5. Nimesugua hiyo nyumba ya jirani, nimeisugua imeng'ara kabisa. But ilifika mahali mimi nikamwambia hapana, nitakuwa na baki huku kwa nyumba hata kama unaniacha peke yangu. Mimi siendi kusugulia mtu choo. Siendi kusugulia mtu nyumba yake na hakuna kitu anakupea. Mimi nilikataa. Ndio maana unaonanga hata wakienda safari mimi huacha huku kwa nyumba. Juu nilikataa. Na anakuanga sawa na mimi akiniacha kwa nyumba. Ananitrust. Anajua siwezi hepa. Siwezi fanya chochote. Mimi hata wanaendaka na wanaacha room yao kama hawajafunga na siwezi ingia. Siwezi. Juu alinionyesha from the word go. Hii room usiwahi ingia hata kuosha. So hata akienda aache room kama hajafunga, siingiangi. Hata sitakangi kujua ni nini uko huko. Na amenitrust kabisa. Hata aeke CCTV ama asiweke. Mimi hata sitakangi kujua kama kuna CCTV ama hakuna. As long as zile boundaries zenye aliniambia nisipite, sipitangi. Justaki tukosane na yeye. So, know your rights. Acha kukubali kuteseka. Acha kukubali kuteseka hata kidogo. Uko na rights za kujiongea. Express yourself. Usikubali kuteseka. Ni hayo tu kwa sasa. Muendelee kusubscribe. Na wapenda sana sana sana. Love you so much. Lori ya takataka inapita. Thank you and continue subscribing. Love you.